Ratiba ya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi 2026. Katika makala hii tumekuandalia step ama hatua za kufuata ili kuweza kupata PDF ya ratiba ya mtihani wa darasa la 7 NECTA 2026. Utakwenda Google, utaandika NECTA. Baada ya hapo utabonyeza button ya search kuweza kusearch kulingana na keyword ambayo umeandika. Baada ya hapo utaingia katika website ya kwanza ambayo tunaona NECTA, na hakikisha address yake ni kama ambavyo unaiona katika hiko kibox. Baada ya hapo utabonyeza hilo jina ama hiyo website ya NECTA ili kuweza kuingia. Utakapoingia hatua utakayofuata, usiende hapa kwenye mistari mitatu kama tukiwa tunataka kuangalia matokeo ama kuweza kupata sira. Sisi tutashusha chini kuweza kuangalia latest update kama tunavyoona katika kipengele cha news tarehe 24. Hii tunaiona tarehe 24 mwezi wa pili. Tunaona hapo hiyo ni update inayohusu timetable kwa ajili ya standard 7 examination NECTA. Tunaona hapo 2026. Kwa hiyo utabonyeza ili kuweza kuingia ndani. Utakapofungua utakuja hapa kulipoandikwa view attachment ili kuweza kuangalia ratiba hiyo ya mtihani wa taifa wa darasa la 7. Kwa tutabonyeza hiyo view attachment, kisha tutaona hapo PDF yetu imefunguka. Kwa hiyo sehemu muhimu za kuangalia, utaweza kuangalia tarehe mtihani unaanza lini na unakwisha lini. Utaweza kuangalia pia masomo kama tunavyoona, lakini pia muda wa mitihani hiyo pamoja na mapumziko. Lakini pia kuna maelekezo muhimu utayapata chini baada ya ratiba hiyo. Unaweza ukasoma kwa makini, lakini pia unaweza ukadownload PDF ya ratiba hii ili uweze kuitoa na kuibandika ofisini ama katika ubao wa matangazo. Hii itakuwa ni hiari yako kulingana na mahitaji yako, lakini kama unahitaji kufahamu tu mtihani unaanza lini, basi unaweza ukaview kisha ukaendelea na ratiba zako nyingine. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukapata PDF hii. Kwa wale ambao haita download automatically, maanake kama mimi hapa haija download automatically, imenipa tu uwezo wa kupreview wa kuweza kuisoma. Sasa ili niweze kuidownload, nitabonyeza hapa katika hivi vidoti vitatu. Baada ya hapo nitakuja kuchagua hii alama hapa. Hii alama inamaanisha download. Utakapoibonyeza tunaona PDF tayari imekuwa downloaded. Kwa hiyo nikibonyeza open, nitachagua hapo ya kufungulia, kisha nitaiona PDF niliyodownload. Kwa hiyo nitakuwa na uwezo wa kuprinti ama kuitumia tu offline katika simu yangu.